السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Baada ya kumsifu Allah na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tumefikia kwenye kipengele cha kukumbushana kwamba tumeamrishwa kufanya dhikri sana. Kabla sijaanza hiyo, tukumbushane yale tuliokuwa tumesimamia jana. Tulisema zinapokuja aya zinazoamrisha, manake tunatakiwa sisi tufuate amri, ndivyo sivyo? Zinapokuja aya zinaonyesha kukataza, manake tunatakiwa tukatazike, ndivyo? Zinapokuja aya zinazungumzia habari za pepo na neema zake, manake tunatakiwa tujitahidi kufanya yale ambayo yanapeleka peponi ili na si twende, ndivyo sivyo? Zinapokuja aya zinakataza, zinaonyesha wasfu wa watu wa motoni na adhabu, manake tunatakiwa sisi tukatazike kwa mafundisho yaliyoko hapo, ndivyo? Na zinapokuja aya zinazungumzia umma uliopita ulivyokataa manabii na ukaadhibiwa, mwisho wao ukawa mbaya, manake tunatakiwa tuchukue mazingatio kwenye hayo, si ndio? Allah anatuambia tuzingatie Qur'ani tuone. Na zinapokuja aya ambazo ni nyingi sana, zinazungumzia wasful kaun wal insan, ulimwengu ulivyo na mpangilio na wanadamu, na ni aya nyingi, manake tunatakiwa tufikiri, tuwe wale watu wenye akili, tunafikiri, tunamkumbuka Allah, tunamuona sifa zake, ndivyo? Tulikuwa tumefika kwenye kipengele hicho. Leo nilikuwa nataka kuzindua kitu. Hizi aya zitakazokuja na sifa hizi zote tulizozitaja, kama hatuna msahafu hata tafsiri majumbani kuangalia kwamba hii aya niliyoisoma yani imo katika kuzungumza kitu gani, kweli tutaweza kuona mambo? Tuko pamoja? Hatuna msahafu wa tafsiri kabisa nyumbani kabisa wa lugha yetu, tunazipitia aya tunasoma tupate thawabu, tusoma soma mmemaliza msahafu, lakini umepitia aya zina amri mle ndani, umepitia aya zina makatazo, umepitia aya kuna wasfu liljanna pepo, umepitia aya kuna wasfu li ahli nar tisha watu wa motoni, kuna habari zilizopita, hatuoni, hatuangalii. Hilo moja. Tukawa pia hatuhudhurii vikao vyenye kuzungumza habari hizo, tumetingwa, mtu hapati fursa kabisa. Hatuoni kama Qur'ani itakuwa haina ujumbe kwetu. Ndio hapo mtume atakapokuja kusema inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, watu wangu waliifanya hii Qur'ani ni yenye kuhamwa. Mtu atasema mimi nilikuwa naisoma kila siku, nimehama vipi? Ulikuwa unasoma lakini ujumbe wa Qur'ani ni upi? Kipengele hicho tukifanyie kazi tena, tunakumbushana tena. Jamani, tuwe na misahafu mle majumbani ya tafsiri iwepo. Mara moja ukisoma unasoma, alafu hiki nilichokisoma nini? Mara moja unakaa na watoto wanaambia hebu nifasirie, nisomee hebu hiyo. Si anajua kusoma, nisomee hebu hizo aya hizo, ili naye awe na mazoea ya kufanya vile. Tuko pamoja? Naam, tuanze kwenye somo letu. Tumeamrishwa kufanya dhikri sana. Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia maneno hayo katika surat al-Ahzab aya ya 41, a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu, nyinyi mlioamini. Nyinyi sifa zenu ni imani bwana, mmekubali nyinyi. Kwa kuonekana kukubali kwenu msiwe kama wanafiki. Nyinyi sifa yenu nyingine, udhkurullaha dhikran kathira,
Mtajeni Allah, mkumbukeni Allah, mumtaje, mumkumbuke sana, mumtaje sana. Sawa? Wasabbihuhu, mumtakase Allah kwa sifa zake za ukamilifu, bukratan wa asila, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni. Maana ipatikane sana hiyo hali, mpaka tukaekewa na adhkari zinaitwa adhkaru sabahi za asubuhi na adhkaru almasai zipo, ili watu wasipitishe siku nzima haikupatikana hali hiyo. Huwa alladhi yusalli alaikum, Allah ndiye anayekurehemuni sana, anakupeni rehma sana. Manake anakupendeni mpaka anakurehemuni. Wa malaikatuhu, na malaika wake wanakuombeeni rehma sana. Imeanza kuamrishwa kumkumbuka sana na kumtaja sana, alafu anakurehemuni sana na malaika wanakuombeeni rehma sana. Atakurehemuni sana wakati gani? Mtakapokuwa mnafanya haya mlioambiwa, si ndio? Fanyeni hivi ili Allah akurehemuni sana na malaika wakuombeeni sana rehema. Kwa sababu ukiwa uko karibu na Allah, ukimtaja tu naye yuko pamoja na wewe, si ndio? Humkumbuki, manake hayuko na wewe. Kwa hiyo mfanyeni hivyo sana ili Allah akurehemuni sana na malaika wakuombeeni rehema sana. Liyukhrijakum, ili akutoeni minadh-dhulumati, kwenye giza, ila nura, kupelekeni kwenye nuru. Manake inatoa ishara hii aya kwamba kiasi utakavyokuwa na dhikri sana kwa Allah, utapata sababu za kutolewa kwenye giza kwenda kwenye nuru. Wa kana bilmu'minina rahima, na Allah amekuwa mwenye huruma sana kwa waumini. Ndio maana akakuamrisheni maneno haya, mpate hizo huruma zake, mpate rehma zake. Msiwe kama wanafiki. Nyi mtajeni sana, mkumbukeni sana. Wanafiki wao sifa yao, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Wanafiki wao hufanya kama eti wanamdanganya Allah. Allah anawajua yaliyomo ndani ya nafsi zao, lakini wao eti hufanya nao wanamdanganya, wanambabaisha. Wa huwa khadi'uhum, naye Allah anawachukulia hivyo hivyo kwa kufanya wanambabaisha, basi naye anakuachieni hivyo hivyo, mbabaisheni. Manake anakudanganyeni zaidi. Wa idha qamu ila salati, wao wanaposimama kwenda kuswali, wanataka kuonyesha wao sio kama wanataka kufanya nini. Qamu, kusala, huinuka ni wavivu. Swala ikikimiwa na wanakwenda, ikiitwa swala fulani na wanajifanya wamekwenda kwa uvivu, kwa sababu hawatarajii malipo. Wao wanakwenda yurauna nasa, ili waonyeshe watu. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila, wao hawamkumbuki Allah na kumtaja ila kidogo. Kwa hiyo sifa yao wao iko hivyo, wanafiki. Kwa hiyo wamemtaja Mungu na hawakumtaja, wamemtaja lakini kidogo. Nyi waumini mtajeni sana, mkumbukeni sana. Hiki ndio cha kuzingatia kilichopo kwenye aya. Sikiliza Suratul Ahzab aya 35. Innal muslimina wal muslimat, hakika waislamu wanaume na waislamu wanawake, wal mu'minina wal mu'minat, na waumini wanaume na waumini wanawake. Wameshatajwa tayari nguzo hizo: waislamu wanaume, waislamu wanawake, waumini wanaume, waumini wanawake. Tayari kesi kwisha. Upatikane Uislamu. Uislamu una wasifu wake kwenye maisha, sawa? Mtu mwenye imani, ile imani si ndani ya moyo, inaonekana kwenye maisha. Matendo yake yanaonyesha huyu muumini, huyu Muislamu kweli, ameswali swala 5, amekubali kweli, ataonekana. Zinakuja sifa, sikiliza: walqanitina, na wale watiifu kisawasawa wanaume, walqanitati, na watiifu kisawasawa wanawake. Umeshasema Muislamu kuna nguzo 5, sio? Unaonekana utiifu wako sawasawa katika kila amri. Utiifu sawasawa ni ule usiokuwa na maswali. Sio shekhe, maswali unauliza, sio yale maswali kwamba amri imekuja unasema lakini kwa nini Allah aamrishe hii? Kwa nini aamrishe hii? Kwa nini? Inakuhusu nini wewe? Wewe labda ungetafuta kuna hikma yoyote kwenye hii, ama sivyo? Kwa nini? Sasa wanatakiwa wale Waislamu na waumini wawe hawana hiyo. Wanachotakiwa kukijua ni kwamba Allah ameamrisha hili,
Ndiyo, kwa nini haihusiki? Ameamrisha, mimi natakiwa kutii. Qanitan lillah, yani anamtii Allah kwa ile amri bila ya maswali, hana kufikiri. Si ndio ameamrisha kweli? Cha msingi ni kuthibitisha kuamrisha. Hilo ndio la msingi. Iko kweli amri ya Allah? Ipo. Sio lakini riba imekataliwa nini? Mbona inaonekana ina maendeleo? Kwa nini ikataliwa? Wewe ndio unaona, unajua zaidi kuliko yeye. Allah hata hebu yeye hakuna chochote. Ametaka utii tu. Utatii utii. Mtu anasema, sasa kwa nini swala nyingine ziwe kimya, nyingine ziwe kwa sauti? Unaona? Kwa nini swala nyingine kimya, nyingine kwa sauti? Hivi wewe kwa nini utaipata wapi sasa? Yeye ndivyo alivyoamrisha, anataka kuona hivyo. Kwa nini inafuata nini? Kwa nini nguruwe akatazwe, ng'ombe aruhusiwe? Na Mungu mbona amemweka? Kwa nini itakuwa vipi? Hivi nguruwe ukimla kweli sio mtamu? Utaambiwa hapana, mtamu sana, ndio maana watu wanakula sana. Sasa kwa nini akatazwe? Kwa nini sasa unamuuliza Mungu alikukataza? Huyu sio, pengine anaweza kuwa Muislamu, anaweza kuwa muumini, anasema nguzo za imani zile kwamba zipo, sio, lakini sio qanit. Walqanitina, na wale wenye kutii, hawana maswali, wameamua kumtii Allah kisawasawa. Wao wanatafuta ukweli uko wapi, basi kesi imekwisha. Walkhashiina, tena wanyenyekevu, wenye kuwa wanyenyekevu kwa Allah, sio mustakbirin. Hajifanyi mkubwa, hatafuti ukubwa. Hakuna nini bwana, haiwezekani. Sheria ya Mungu ndio ilivyotaka hivyo. Kuna wengine utafuta ukubwa kabisa, ukubwa kinguvu nguvu. Ameambiwa, kwa mfano ameambiwa arrijalu qawwamuna ala nisaa, wanaume ni wasimamizi wa wanawake. Ule usimamizi ule, basi yeye huzungumza kwa sura fulani ukubwa. Nyinyi hamtaki kuona sauti kwetu bwana. Sauti ya nini? Sauti vipi? Inawezekana sauti aliyoitoa ni sauti ya kutaka ushauri, inawezekana ni sauti pengine ya kutaka kufahamu. Mimi nimesema imekwisha. Hii sasa ni kutafuta ukubwa. Huu ni ukubwa huo. Mustakbir tu, anajipandisha tu. Unatakiwa uwe khashe. Hata kama ulikuwa unataka kumwelimisha, basi muelimishe kwa khushu', unyenyekevu. Nyote ni waja wa Mungu, mnatakiwa kufahamu vizuri. Sifa nyingine inakuja hiyo baada ya kutajwa Uislamu na imani. Wal khashiina, na wenye kunyenyekea, wanyenyekevu kwa Allah kwa kufuata zile amri. Wal khashiat, wanyenyekevu wanaume na wanyenyekevu wanawake. Wasadiqina wasadiqat, na wakweli wanaume na wakweli wanawake. Tumeona baada ya kutajwa sifa zile za Uislamu na imani, zionekane kwenye maisha kuna ukweli. Hivi Muislamu wendi, uongo nao umetoka wapi? Sawa. Muumini huyu anasema muumini bwana, mbona muongo namna hii? Sifa unafiki. Wasabirina, na wenye kusubiri, subra, wanaume. Wasabirat, na wenye kusubiri, wanawake. Sifa zinaonekana baada ya kutangazwa Uislamu na imani, si ndio? Zinaonekana kwenye maisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje kuhusu subra? Alibaini, almu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adhahum khairun min almu'mini alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adhahum. Muumini anayechanganyika na watu na akasubiri kero lao ni bora kuliko anayesema bwana mimi nakaa peke yangu bwana. Hataki kuchanganyika na kusubiri kero lao. Yaani mpweke, huyo anashindwa. Muumini yule anayechanganyika na watu ndio bora. Kwa sababu uzuri wako utaonekanaje kama uchanganyike na watu? Sifa za Uislamu kwako zitaonekana wapi? Wewe utazifuata vipi na utazionyesha wapi? Kwa hiyo subra iwe ipo. Wasabirina wasabirat, alafu walkhashiina walkhashiat, na wenye kunyenyekea wanaume na wenye kunyenyekea wanawake. Walmutasaddiqin, nyingine wenye kutoa sadaka wanaume. Walmutasaddiqat, na wenye kutoa sadaka wanawake. Zote hizi Mungu amejalia, anazitaja moja moja baada ya kutaja nguzo za Uislamu na nguzo za imani, si ndio hivyo? Halafu ndio zinatajwa hizi sifa. Hizi zinatakiwa zionekane kwenye maisha. Wasaimina, na wenye kufunga, ikarudishwa wenye kufunga. Hapo kuna saumu zile za imeshatajwa muslimina, si ndio? Maanake kuna na saumu nyingine za ziada ikabainiwa.
wanaonekana kufunga kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam katika saumu nyingine za sunna, baada ya kuwa kuna saumu za faradhi, kwa sababu imeshatajwa Uislamu. Walhafidhina furujahum walhafidhat, na wenye kulinda sehemu zao za siri, wanaume na wanawake. Subhanallah, Uislamu si ushatajwa mwanzo? Hivi Muislamu wewe kuna hivi Muislamu gani manake mzinifu? Muislamu gani anaishi kimada? Inashangaza. Sasa ikabainiwa moja moja pekee, wanalinda sehemu zao za siri, wanaume na wanawake. Sikiliza kinachofuata hapo, pigia mstari mwekundu. Wadhakirina Allah kathiran wadhakirat, na wenye kumkumbuka Allah sana na kumtaja sana, wanaume na wanawake. Baada ya kutajwa sifa zote hizo, aadda Allahu lahum maghfiratan wa ajran adhima, amewaandalia Allah watu hao wote msamaha na malipo makubwa. Utaona kwa sehemu nyingine inatajwa wanaume, ikawa imewawakilisha na wanawake. Ilifika wakati maswahaba wakauliza, mbona kila sifa zikitajwa wanaume tu, wanaume tu? Wakasema Mwenyezi Mungu akawatuliza, ile kwamba hawa jamaa wanakuwakilisheni kwa sababu wametangulia kuumbwa, lakini innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, wakatajiwa moja moja, sawa sawa. Manake kusio kuna kwere tena maswali na Qur'ani inatoa majibu ya kile yale ambayo yanakera. An Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Huraira radhiyallahu anhuma, hawa maswahaba wawili wanatusimulia hadithi hii iliyotoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wa sallam, man istayqadha min al-layli, yule atakayeamka usiku baada ya kuwa amelala, wa ayqadha imra'atahu, na akamwamsha mkewe. Maana kama alianza kuamka ni mwanamume, alianza kuamka mwanamke, akamwamsha na mume, sawa sawa. Mwenye kuamka usiku akamwamsha na mkewe, fasallaya, wakaswali wote wawili, rak'ataini, raka mbili, jami'an, wote wawili kwa pamoja, ikawa pengine na jamaa. Maana kuswali jamaa hapo kwenye hiyo imeashiriwa, wakapata japo raka mbili jami'an, kwa jamaa, au wakapata raka mbili kila mmoja, wote wawili wameziswali. Sasa wakifanya kitendo hicho, kutiba minadh-dhakirina Allaha kathiran wadhakirat, wanaandikwa hawa ni katika wale dhakirina Allaha kathiran wadhakirat. Ofa hiyo ofa hiyo, yani inaonekana wazi wazi ofa. Mmekwisha andikwa nyinyi, kwanza nyinyi ni katika wale. Sasa endeleeni kuonyesha tu kwa vitendo. Alhamdulillah, mmeandikwa kwa kuamka usiku ukamwamsha na mwenzio, mkaswali pamoja. Kutiba, wameandikwa, minadh-dhakirina Allaha kathiran wadhakirat, ni katika wale wenye kumkumbuka Allah sana na kumtaja sana, wamo hao. Hadithi nyingine, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, imetoka kwa Anas, rawahu Tirmidhi, hadithi sahihi. Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema, idha marartum bi riyadhil janna, pindi mkiwa mnapita kwenye mabustani ya peponi. Mtume anatoa ishara, anawaambia maswahaba, manake ujumbe kwetu pamoja, sawa. Mkiwa mnapita pita kwenye mabustani ya peponi, fartau, basi kuleni kwenye mabustani hayo. Mnapita pita alafu amli kitu, chumeni, manake pateni kwenye bustani hizo, msiache kitu. Qalu, wakasema masahaba, wama riyadul janna, hao mabustani ya peponi ni yapi ya Rasulullah, ili nasi tupite tule? Qala, Mtume akasema, hilaqu dhikri, vikao vya dhikri, vikao vya dhikri. Kumbe ile dhakirina Allah kathiran wa dhakirat unaweza ukaipata sehemu nyingi. Unaweza ukaipata ya kwako peke yako, unaweza ukaipata kwa kuamka usiku mpaka ukaandikwa wewe na wife wako, sasa unaipata sehemu nyingi. Hilaqu dhikri, vikao vya dhikri. Vikao vya dhikri ni vingi sana. Watu wanakaa wanafundishana kitu katika mambo ya Mungu, wanafundishana vitu katika utekelezaji wa sheria zao walizopangiwa, wanafundishana vitu katika mambo chungu mzima yanayowafaa walioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala.
vyote hivi ni hilaqu dhikri. Sawa sawa. Kwa hiyo ili tupate fadhila za kumkumbuka Allah sana sana ni pamoja na ishara hizi zilizotajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukiona kuna kikao kinazungumza, jamani, kuna darasa fulani bwana, kesho kuna muhadhara pale fulani bwana, usikose. Umepita panazungumzwa kitu, usikose cha kheri, usikose. Darasa ya tafsiri, darasa ya fiqh, umeweza kuifuata mwenyewe kuisoma, bwana nataka kusomeshwa kitu fulani, ukakaa mkasoma, ila kudhikri. Hivi vyote hivi ni vinaitwa riyadhul janna, mabustani ya peponi. Tuko pamoja? Imekaa vizuri? Kwa hiyo tuchukue hizi ni dira, alafu insha Allah twende kidogo kidogo katika dhikri. Tumeambiwa udhkurullah dhikran kathira, mkumbukeni Allah na mumtaje sana, wasabbihuhu bukratan wa asila, mumsifu sana Allah kwa sifa zake asubuhi na jioni. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa jambo hili tumeambiwa sana, hakuliacha, kila kipengele cha maisha akatufundisha kitu. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kama kuna maswali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Nina kiporo cha swali ambalo la somo la juzi. Naam. Ulitufundisha kuwa juzi kwamba wale ambao watamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kisha wakatenda matendo mema basi watalipwa pepo. Na sisi Waislamu tunaamini kwamba kupitia dini yetu hii na tunaamini kwamba ndio dini sahihi na tukatenda matendo mema basi tutalipwa janna. Sasa kuna baadhi ya watu wanasema hivi, unajua hakuna mambo ya kusema si dini au nini, cha msingi tu ni kutenda mambo mema, tenda mema tutalipwa. Kuna imani, innal mu'minina, kuna ile iwe kuna imani alafu man amila salihan, hiyo sasa nataka wa huwa mu'minun. Tufanyaje, tuelimishaje hawa watu ili waweze kuamini kwamba kupitia dini ya Uislamu na wakatenda matendo mema ndio watafikia hayo mafanikio? Yani hata mtu anayesema hivyo kwanza muulize, una dini au huna dini? Yani wao sasa wanakuwa hawaamini kama mambo ya dini, hakuna sababu ya dini. Yani wao wakitenda matendo mema tu wanaamini kwamba cha msingi ni kufanya matendo mema, yanajulikana mabaya, yanajulikana mazuri ni yapi. Kisha nafikiri tutafika huko ambako Mungu anataka tufike. Hayo umeyapata wapi? Ukimuuliza umeyapata wapi hayo mema uliyosema? Hatuwaulizi sana. Hana dini, si amesema hana dini? Akisema hana dini, wewe sasa ulipata wapi kwamba utafika huko kwa Mungu kwa sababu umefanya mema? Ulipata wapi habari hii? Maanake habari hiyo huwezi kuisema kama mtu huna dini kabisa. Akisema mimi pagani bwana, pagani hana habari hiyo kwamba unatakiwa utende mema ili ufike kwa Mungu. Ni sharti awe ana sosi ya dini japo kidogo, pengine hajataka kubaini tu. Sasa ulipata wapi? Ili umbane kwanza hapo. Ulipata wapi kwamba kumbe ukifanya mema hata kama huna dini wewe utafika kwa Mungu? Hii uliipata wapi? Akupe yeye kwanza hiyo. Alikoipata ndio unamwambia basi umeipata vibaya. Ilikuwa sio mema tu bila ya imani. Uwe umeamini kitu fulani, huyo aliyekuamrisha kufanya mema umemwamini mambo yake anayokuamrisha, ili ujue hili ni jema na hili si jema. Kuna wakati unaweza ukafikiria hilo ni jema kumbe si jema. Kwa hiyo umwamini yeye kwanza, alafu ufanye hayo mema ndio uingie peponi. Lakini anakuambia mimi sina dini yoyote, wala dini haina sababu yoyote, cha msingi ufanye mema. Ulipata wapi msemo huu wa kufanya mema ili uende kwa huyo Mungu ukutane naye, na wewe huna dini? Hapo ndipo utakapopata pa kuzungumzia. Sio mtu akufumbe halafu kwa kukufumba kwake ndio halafu anaanzia mazungumzo. Si lazima dini. Si lazima dini vipi? Mmenipata vizuri? Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Sheikh, umezungumzia kwenye swala la kumshukuru Mwenyezi Mungu labda kwa kisimamo cha usiku. Ndio. Aidha mtu ameoa. Sasa akataka kuswali yeye na mkewe. Sasa kwenye swala la kuswali na mke, ilikuwa nataka kujua kidogo hapo, anaunga safu au anakuwa nyuma kidogo? Wewe yaani wewe ukiwa imamu wake sio? Naam. Ukiwa wewe ni imamu wake, naam, unamweka upande wa kulia. Kulia kwako. Hapa kulia kwako, akishaka kulia kwako
wewe ni imamu tayari. Akiwa yuko nyuma kidogo, vile vile unavyosimama wewe na mwanamume mwenzio umemweka kulia, ndio vile vile utakavyosimama na mke wako. Inshallah. Au unapata wasiwasi akikugusa gusa? Hapana. Hakuna shida kwenye hilo. Inshallah. Vile vile kulia mswalishe. Naam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.